sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 31, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 16 aya ya 3 hadi ya 9, aya ya 16, aya ya 22 hadi aya ya 27. Na somo la Injili ni kutoka mwinjili Luka, sura ya 16 aya ya 9 hadi aya ya 15. Karibu tusikilize Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili itakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Bali kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililo tukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa, leo Jumamosi ni siku mpya ambapo kanisa linatupatia nafasi ya kutafakari neno la Mungu kama dira inayotuelekeza, kutuongoza katika maisha ya dunia kuelekea uzima wa milele kwa Mwenyezi Mungu. Mpendwa, tukiwa na moyo mnyenyekevu, tukiwa na moyo msikivu, tukiwa na moyo mtulivu na wenye toba na matumaini tele, tuungane sote kutafakari somo la Injili ya leo kutoka mwinjili Luka, sura ya 16 aya ya 9 hadi aya ya 15, na tuongozwe na ujumbe ama dhima inayosema uadilifu katika maisha, ama maisha ya uadilifu. Mpendwa katika Kristo, tujiulize, maisha ya uadilifu ni nini? Maisha ya uadilifu yana umuhimu gani? Na ni kwa nini kanisa linatuasa sana kuwa waadilifu? Mpendwa, uadilifu katika maisha ni kuishi ukweli, kiuhalisia, kinyume na uongo na yote yasiyo ya ukweli, na maana hasa ya kutufikisha katika ufalme wa mbinguni. Katika uadilifu tunajifunza fadhila zilizo njema kama vile uaminifu, fadhila ya uwazi, uwajibikaji, haki na mengine mengi yaliyo mazuri, ambazo kwazo yatupasa kuziishi ili kuurithi ufalme wa Mungu. Somo la Injili ya leo kutoka mwinjili Luka, sura 16 aya ya 9 hadi aya ya 15. Tunatafakari hayo yote nilokwisha taja hapo juu kwa kina, kutokana na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anawaasa wanafunzi wake, leo anatuasa mimi na wewe. Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 9, Kristo anaendelea kutufundisha kutoka katika mfano wa karani mjanja. Karani mjanja, ambapo tunajifunza kwamba maisha ya hapa duniani yapo mazuri ambayo yanatupasa kuyajua, yapo mazuri ambayo yanatupasa kujifunza, yapo mazuri ambayo yanatupasa kuyaishi kama dunia inavyotaka, na ni kwa sababu ndivyo yalivyo. Aya hii ya 9 ya sura 16 ya mwinjili Luka imeandika, naye Yesu akaendelea kusema, nami nawaambieni, jifanyieni marafiki kutokana na mali ya dunia, ili zitakapo waishieni wawapokeeni katika makao yao. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo anapotufundisha juu ya uzuri, bidii na jitihada za kuishi vema katika ulimwengu huu wa leo, maisha haya ya dunia ya leo na mazuri yake yote, siyo ruhusa kwetu kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu.
Kristo anamsifia karani mjanja kwamba ametumia busara kujua ni nini anapaswa afanye ili aweze kupata hisani wakati atapokuwa nje ya kazi. Leo Kristo anatufundisha mimi na wewe mpendwa, anatukumbusha mimi na wewe mpendwa kwamba nguvu zetu, busara zetu, weledi ama maarifa yetu ya hali ya juu tunayowekeza katika kutafuta maslahi au ubora wa maisha ya dunia, tutumie nguvu hizo hizo, busara hizo hizo, weledi huo huo ama maarifa hayo hayo, ikiwezekana na ikimpendeza Mungu kwa neema zake zaidi ya hayo, kutafuta ufalme wa mbinguni, kutafuta furaha ya milele ya Mungu, kutafuta kuweka hazina isiyoharibika kwa Mwenyezi Mungu. Na haya yote yanawezekana kwa kuishi maisha yenye utele wa fadhila za Kikristo, maisha ya uadilifu yenye ukweli, uaminifu, uwazi na uwajibikaji, Kristo akiwa dira yetu. Mwinjili Luka kutoka somo tulilokwisha lisikia sura ya 16 aya ya 10 na 13 anatuambia, yeyote aliye mwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa, na yeyote asiye mwaminifu katika mambo madogo hatakuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Kama basi ninyi ni waaminifu kuhusu mali mbaya za dunia, ni nani atakayewakabidhi zile mali za kweli? Na kama ninyi si waaminifu kuhusu mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewakabidhi mali yenu wenyewe? Mpendwa msikilizaji, Kristo anatuasa kwa sababu kutokana na mahali na mazingira yetu ya dunia yale, kutojifungamanisha na mali za dunia kiasi cha kutufanya kumsahau ama kuishi maisha ya unafiki ya kujifanya tunamjua na kumwabudu Mungu, lakini mioyo yetu ipo mbali kabisa na utakatifu. Kristo anatufundisha katika Mwinjili Luka sura 16 aya ya 14 na aya ya 15. Lakini Mafarisayo waliposikia hayo, kwa vile wao walikuwa wapenda sana fedha, wakamdharau Yesu. Hapo akawaambia, ninyi mnajifanya wema mbele za watu, lakini Mungu anaijua mioyo yenu, kwa maana kile kinachoonekana kuwa kitukufu mbele ya watu, Mungu anakiona kuwa takataka. Maisha ya uadilifu. Tukumbuke kila kitu tunachokifanya katika dunia hii kiendane na uadilifu, uaminifu, uwajibikaji na uwazi. Tunapoendelea na tafakari hii ya siku ya leo, tumwombe Mungu na tumshukuru pia kwa pale tulipoweza kwa neema zake kuishi maisha ya uadilifu. Lakini tulipokosea mara zote, iwe kwa kutambua au kutotambua, kuishi vema maisha ya uadilifu, Mungu atusamehe. Lakini pia tusisahau kuwaombea wale wote wasio waadilifu katika jamii yetu, watambue umuhimu wa uadilifu katika maisha ya mwanadamu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Carlos Joshua na Chihangu wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Amina. Jina la Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea